Ndugu washiriki wote na wawezeshaji, mafunzo haya ni muhimu sana katika kuimarisha usimamizi wa mapato ya serikali za mitaa na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Tunajua kabisa huduma za wananchi zinategemea rasilimali fedha, na sisi ndio tunaopaswa kukusanya hizo fedha ili mwisho wa siku tukatoe huduma kwa wananchi. Na kama mnavyofahamu, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeendelea kusisitiza kuimarisha ukusanyaji wa mapato ya ndani kama msingi wa kugharamia shughuli za maendeleo na kuboresha huduma kwa wananchi. Na ili kufanikisha azma hiyo, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeendelea kuboresha mfumo wa ukusanyaji wa mapato katika mamlaka ya serikali za mitaa, yaani TAUSI, kwa kuongeza moduli za vyanzo mbalimbali ikiwemo moduli za maegesho na kodi za majengo. Moduli ya maegesho, yaani parking, imekuwa ikitumika katika halmashauri 52 tangu mwaka wa fedha 22/23 na imeleta matokeo chanya katika ukusanyaji wa mapato. Mapato yatokanayo na chanzo cha maegesho yameongezeka kutoka shilingi bilioni 20 mwaka 22/23 hadi kufikia shilingi bilioni 36 mwaka 25/26. Mafanikio haya yanaonyesha mchango mkubwa wa matumizi ya moduli hii. Nadhani katika maazimio ambayo tutaazimiana ni katika vile kuanzisha hiyo chanzo kwa kila halmashauri. Maana bodaboda na magari yanapata kila mahali. Na hiki ni chanzo ambacho kinatuongezea mapato. Kwa wale wote ambao hatujaanzisha, twendeni tukaanzisha. Kumbe hili ni chanzo rasmi ambacho kinakusanya na kinaongeza mapato kwa serikali. Kwa hiyo kwa zile halmashauri ambazo hazifanyi mapato ya parking, ninaomba kabla mjatoka hapa mzitambue, na ikiwezekana mkifika TAMISEMI mwandikie barua. Kutokana na mafanikio haya, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imeandaa mafunzo haya kwa halmashauri 132 zilizobaki ili kuhakikisha kuwa halmashauri zote 184 zinatumia moduli ya maegesho katika mfumo wa TAUSI kwa ufanisi na kwa viwango vinavyotarajiwa. Kama mlikuwa na utaratibu mwingine, basi tuweke kwenye mfumo huu wa TAUSI ili mapato yaongezeke kwa sababu ya mifumo hii. Kwa hata hii parking tukiweka kwenye mifumo, mapato yale yataongezeka. Na mapato yale yakiongezeka, tunayatumia sisi wenyewe, hayaendi kokote. Sababu na hilo, serikali inaendelea na maandalizi ya utekelezaji wa ukusanyaji wa kodi za majengo kwa kuzingatia thamani ya majengo. Hatua hii inalenga kuimarisha usawa, uwazi na haki katika utozaji wa kodi hiyo. Kila mmoja akirudi nyumbani ahakikishe anashirikiana na wale watu waliopewa kazi ya kusajili majengo ili majengo yote yasajiliwe na hatimaye tuweze kukusanya fedha kikamilifu. Kwa kabla ya kutoza kodi, lazima tubainishe thamani ya nini ya jengo ili tuweze kujua kwamba tunatoza kodi kwa utaratibu gani. Katika mafunzo haya mtapata fursa ya kupitia mwongozo huo kwa kina, na yawezekana mmeshaupitia, kujadili na kutoa maoni yanayosaidia kuboresha rasimu hiyo kabla ya kuanza kutumika rasmi. Aidha, katika mafunzo haya mtapata fursa ya kufundishwa kuhusu maboresho yaliyofanyika kwenye mfumo wa TAUSI uliounganishwa na mfumo wa anwani za makazi, yaani NAPA, katika utambuzi na usajili wa majengo. Pamoja na kukusanya, tunatakiwa tubuni vyanzo na tukontrol upotevu wa nini wa vyanzo. Lakini jamani, kusajili hizi nyumba na kwenye mfumo wa NAPA kuna gharama. Kwa hiyo tunategemea kila halmashauri iwe na bajeti ya 20% kwa ajili ya mwendelezo wa usajili wa majengo na kutambua majengo katika mfumo. Hii ni hela ya kufanya maendelezo ya kuboresha taarifa za makazi. Taarifa za makazi. Hivi mnafahamu kuna watoto wamekosa mikopo kwa sababu tu anapokaa wamekosa anwani za makazi? Mnafahamu hili? Jamani wa kazi, na mnafahamu hili? Unafikiri huyo amenyima mkopo na nani? Kwa sababu umekaa hazina, wewe ndio unaye control.
unamshauri mkurugenzi zile hela ungezitenga, na wakisha kwamba unashirikiana vizuri na wale wanaosajili kanuni za makazi, pote pamesajiliwa, nyumba zote zingesajiliwa, barabara zingesajiliwa, na zote zingekuwa na anwani, si ndivyo? Sasa waweka hazina, msinyime watoto wa vyuo vikuu. Kwa hiyo kutokana na umuhimu huu, niseme tu kwamba mkitoka hapa ni vyema kila mmoja akatoka na mpango kazi wake na bajeti ili aende akatekeleze. Aidha, ni matarajio yangu kuwa baada ya mafunzo haya kila mmoja wenu atakuwa balozi wa mabadiliko kwa kuhakikisha kuwa elimu na ujuzi mtakaopata utatumika ipasavyo katika halmashauri na mikoa yetu kwa manufaa ya serikali na wananchi. Naitwa Nicolaus John Araba, ni mwenyekiti wa mafunzo haya yanayofanyika Singida ambayo yameshirikisha mikoa minne ya Morogoro, Dodoma, Singida na Iringa. Kimsingi kilichotuleta hapa ni kwa ajili ya mafunzo au kikao kazi kwa ajili ya moduli za ukusanyaji wa mapato kwenye vyanzo vya maegesho, parking, pamoja na property tax, ushuru wa majengo. Kwa mujibu wa ratiba, vitu ambavyo vitafundishwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vitatuziwezesha halmashauri zetu kuweza kukusanya na kuongeza kipato kwa halmashauri badala ya kutegemea vyanzo vichache vinavyotegemea hali ya hewa. Mafunzo haya yatachukua siku 4 kuanzia tarehe 27, yani leo, hadi tarehe 30. Mifumo imeendelea kuboreshwa. Unajua mfumo ili uitwe mfumo kwamba kila siku lazima uwe na maboresho. Kwa hiyo maboresho haya yanatokana na zile changamoto ambazo zimeonekana ziko au zilikuwa huko nyuma. Kwa hiyo kinachofanyika hapa ni kuendelea kuboresha au kutatua zile changamoto na kuweka mikakati mizuri ya mifumo ili iweze kusaidia. Kwa hiyo tunategemea kwamba mapato haya yataongezeka kwa sababu vitu ambavyo vinafundishwa sasa vitatusaidia sisi katika kutekeleza wajibu mbalimbali kwenye maeneo yetu ya ukusanyaji. Naitwa Mjanja Hamis, ni mkaguzi wa ndani mkuu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Niko hapa katika manispaa ya Singida kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya ukusanyaji wa mapato na hasa katika vyanzo vikubwa viwili. Chanzo cha parking kwa maana ya maegesho ya magari pamoja na kodi ya majengo au property tax. Kwa nini vyanzo hivi tumeamua mahususi kuviwekea mkazo kwa maana ya kutoa mafunzo kwa halmashauri, kwa watumishi mbalimbali kutoka ngazi ya mamlaka ya serikali za mitaa? Ni kwa sababu vimekuwa na ufanisi mdogo katika kukusanya. Ukianza na parking, utakuta kwa nchi nzima ambapo tuna halmashauri 184, ni halmashauri 52 peke yake ndio ambazo zinakusanya parking. Utaona namna serikali inapopoteza mapato kwenye hizo halmashauri nyingine karibu 130 ambazo hazikusanyi hii ushuru wa maegesho. Kwa hiyo tunaweka mkazo kwa maana ya kuhakikisha tunawafundisha waweka hazina, wahasibu wa mapato pamoja na maafisa tehama mfumo huu au moduli ya ukusanyaji wa mapato yanayotokana na maegesho, ili baada ya mafunzo haya basi waende wakahakikishe kwamba ushuru huo unakusanywa kikamilifu ili tuweze kuongeza makusanyo na hivyo kuwezesha utoaji huduma kwa wananchi. Vivyo hivyo hata katika ushuru wa majengo kwa maana ya property tax bado hatujafanya vizuri. Kwa sasa hivi tumekuwa na makusanyo ya majengo yaliyogawanyika katika sehemu kubwa mbili. Ya kwanza ni mapato tunaokusanya kwa kutumia mita za luku ambao tunashirikiana na shirika la umeme Tanzania kwa maana ya TANESCO, zinakusanywa kupitia luku, then hizo pesa zinaletwa TAMISEMI na TAMISEMI inazigawa kwenda kwenye halmashauri husika. Lakini tunafahamu pia kwamba katika makazi mbalimbali tunakotoka si watu wote wana mita za luku. Bado kuna nyumba nyingi tu ambazo zina mita za zamani, lakini bado pia kuna nyumba nyingi tu ambazo wala hazina mita yoyote ya umeme.
Kwa hiyo tuko hapa kwenye kuweka mkazo kuona namna ambavyo tunaweza tukashirikiana na Wizara ya Teknolojia teknolojia ya habari ili kuweza kuhakikisha kwamba kwa kutumia hii anwani ya makazi ambayo ina uwezo wa kutambua kila jengo mahali lilipo, lakini pamoja na hali ya jengo husika, inaweza ikatusaidia sasa kuhama pengine kutoka kwenye flat rate ambayo tunakusanya hiyo shilingi 10,000 kutoka kwenye luku na kuweza kuchaji property tax kulingana na thamani halisi ya jengo. Kwa tunaamini baada ya mafunzo haya na baada ya kuwa tumeboresha mifumo yetu ya TEHAMA katika ukusanyaji wa vyanzo hivi, tutakaporudi sasa uwandani kwa ajili ya kuhakikisha tunakusanya hivi vyanzo, mapato yetu yataongezeka kwa kiasi kikubwa sana, na hivyo tutaboresha ule utoaji wa huduma kwa wananchi ambao itakuwa ni utekelezaji wa jukumu la msingi la mamlaka za serikali za mitaa. Majina naitwa Charles Siamzaba, ni mhasibu kutoka Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari. Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari ipo katika mafunzo haya mahususi kabisa kwa lengo la kuwajengea uwezo wa shiriki wa mafunzo haya kuhusiana na mfumo wa anwani za makazi. Kwani mfumo huu wa anwani za makazi kwa sasa umeunganishwa na mfumo wa tausi. Kwa lengo kuu la uunganishaji huu ni kuongeza ufanisi wa utekelezaji wa hii mifumo miwili. Kwani kwa kiutekelezaji au kiutendaji mifumo hii inategemeana sana. Kwa hiyo Wizara ya Mawasiliano ipo hapa kwa lengo hilo la kuwajengea uwezo wa washiriki hawa ambao wapo kwenye mafunzo haya ya siku 4 kwenye hilo eneo la anwani za makazi. Kwa hiyo washiriki hao watapitishwa kwenye uelewa wa jumla wa mfumo wa anwani za makazi. Mfumo huu unafanya kazi vipi? Namna gani mfumo huu unafanya kazi kwa kushirikiana na mfumo wa tausi. Kwa jina naitwa Andrew Kasimoto, afisa TEHAMA wa halmashauri ya wilaya ya Itigi. Naam, katika mafunzo ya leo tumejifunza kwa habari ya namna ambao moduli ya parking ya magari ambayo yanakwenda kuwekwa kwenye mfumo wa kukusanya mapato. Kabla ya moduli kutokuwepo, tunaona kwamba upatikanaji wa mapato ulikuwa sio kwa kiwango kinachoridhisha sana, kwa sababu halmashauri ilikuwa inategemea baadhi ya vyanzo ambavyo ni vya msimu kama vile vya mazao kwa habari ya ukusanyaji wa mapato. Sasa katika chanzo hiki au moduli hii ya parking itaongeza mapato halmashauri, kwa sababu karibu kila halmashauri kuna magari ambayo yanapaki na yote yatatozwa, na kwa sababu hiyo kipato kitakuwa ni kikubwa, kwa sababu ni cha uhakika na ni cha mwaka mzima. Kwa jina naitwa Peter Lissus Bujenji, msimamizi wa fedha mkoa wa Dodoma. Nimekuja kujifunza hapa Singida mafunzo ya maegesho ya magari na mafunzo ya ukusanyo ya nyumba, yaani property tax. Lengo kuu ilikuwa ni kuongeza mapato kwa halmashauri zetu ili ziweze kujitegemea katika uchumi na kuweza kuendesha shughuli mbalimbali katika halmashauri zetu. Sehemu husika tukishapata mafunzo hayo tunaenda kutekeleza na kusimamia kuongeza viwango vya mapato ili kuweza kuongeza uchumi katika halmashauri zetu.